Tunawakaribisheni popote mlipo wapenzi watazamaji wa Kibenge TV. Salamu zetu zipate kuwafikieni. Tunawaletea awamu ya kwanza ya habari za matukio ya kila siku ya leo tarehe 1 Machi mwaka 2026. Matumaini yetu mnaendelea vizuri, na tutakwenda kuzungumzia kama kawaida hali ya kiusalama, ya kisiasa na hata kidiplomasia kwa yale yanayojiri katika nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na huko jimboni Kivu Kaskazini, mapigano makali yamezuka tena alfajiri ya jana Jumamosi tarehe 28 Februari katika wilaya ya Masisi kati ya waasi wa M23 dhidi ya muungano ya makundi ya kujilinda ya wazalendo wanaoungwa mkono na jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC. Kwa mujibu wa vyanzo vya ndani vinavyoaminika, vinadai kwamba mapigano hayo yaliyotajwa kuwa ya nguvu isiyo ya kawaida yameathiri vijiji kadhaa na kusababisha hofu kubwa miongoni mwa raia. Machafuko haya mapya yanajiri chini ya saa 24 baada ya mapambano mengine kuripotiwa katika eneo hilo hilo, hali inayoonyesha kuzorota kwa usalama. Vyanzo hivyo vinaeleza kuwa wazalendo wanadai kuwashinda na kuwatawanya makumi ya wapiganaji wanaodaiwa kuwa wa muungano wa waasi wa M23 RDF-AFC. Baadhi yao wameripotiwa kujisalimisha huku wengine wakikamatwa wakati wa mapigano. Operesheni hizo zinaripotiwa kuongozwa hasa na vikundi vya muungano wa Pareko FF na Pareko yenyewe vinavyoongozwa na Jenerali Kigingi na Jenerali Mutayomba Mtawalia. Hata hivyo, hadi sasa hakuja kuwa na uthibitisho rasmi kutoka kwa mamlaka za kijeshi au viongozi wa M23. Hali bado ni ya wasiwasi katika sehemu hii ya Kivu Kaskazini, ambako mapigano ya mara kwa mara kati ya makundi yenye silaha na vikosi vya serikali yanaendelea kuongeza ukosefu wa utulivu na hatari kwa raia. Mgogoro huo unaendelea katika maeneo hayo ya Kivu Kaskazini hata ikiwa ni baada ya maongezi kati ya serikali ya Kinshasa na ile ya Washington kukabidhiana migodi ya Rubaya. Kulingana na nyaraka rasmi na vyanzo vya kidiplomasia, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC iliwahi kujumuisha mgodi wa Rubaya moja ya machimbo makubwa zaidi ya coltan duniani unaochangia takriban 15% ya uzalishaji wa dunia wa madini haya muhimu kwa sekta ya teknolojia na vifaa vya kielektroniki. Katika orodha ya mali inayopendekezwa kwa ushirikiano wa kimkakati na Marekani, hatua hiyo iliyorasimishwa wakati wa mazungumzo yaliyofanyika Washington tarehe 5 Februari mwaka huu ni sehemu ya makubaliano ya ushirikiano kuhusu madini muhimu yaliyofikiwa mwezi Disemba uliopita kati ya Kinshasa na utawala wa Marekani. Wazo kuu ilikuwa ni badala ya kupata msaada wa kisiasa na kijeshi ulioamrishwa ili kusaidia serikali ya Kongo kurejesha udhibiti wa maeneo yake ya mashariki ambayo kwa sasa kwa kiasi kikubwa yanadhibitiwa na kundi la waasi wa M23 AFC. Marekani inapata upatikanaji wa kipekee wa rasilimali za madini za DRC. Mgodi wa Rubaya uliodhibitiwa na wapiganaji wa M23 tangu Aprili mwaka 2024 na ambao unabaki kuwa kitovu muhimu cha mzozo katika jimbo la Kivu Kaskazini, sasa uko katikati ya makubaliano hayo. Ofa hiyo ya Kinshasa ilitafsiriwaga na wanadiplomasia kadhaa kama jaribio la kuvutia ushiriki wa Washington katika eneo ambalo hadi sasa uwepo wake umekuwa ni mdogo, huku pia ikikabiliana kwa njia isiyo ya moja kwa moja na ushawishi unaoongezeka wa China barani Afrika na katika minyororo ya usambazaji wa kimataifa wa madini ya kimkakati. Mkakati huu wa madini kwa usalama ama madini kwa amani kama baadhi ya wataalamu wanavyouita, unaonyesha mantiki ya kimatendo ya kwamba utawala wa Marekani ukiwa na nia ya kupunguza utegemezi wake kwa minyororo ya uzalishaji inayotawaliwa na China, unaweza kuzingatia kuipa Kinshasa msaada wa kijeshi moja kwa moja au kupitia mafunzo na misaada ili kukabiliana na makundi yenye silaha pamoja na athari za mataifa ya nje katika rasilimali za Kongo.
Ila uwanjani mapigano yanazidi kila siku kuendelea. Karibu na Rubaya yanaendelea kuchochea mgogoro wa kibinadamu na wala usalama wa mashariki mwa DRC, wakionyesha udhaifu wa amani ambayo bado haijaimarika kikamilifu. Na huko jimboni Kivu Kusini, kwa siku 4 zilizopita, ndege inayodaiwa kuwa ya jeshi la Rwanda ilinaswa kwa picha ikiruka ndani ya anga ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, jambo linalotajwa kuwa ni ukiukaji wa kimya wa anga ya Kongo pamoja na makubaliano ya Washington. Kwa mujibu wa taarifa hizo, ndege hiyo ilikuwa ikipeleka silaha na risasi katika eneo la Minembwe. Tukio hilo linalodaiwa kujirudia kwa mara ya pili sasa linachukuliwa na baadhi ya wadau kama ushahidi tosha wa kuendelea kwa msaada wa kijeshi. Aidha, madai yanaeleza kuwa msaada huo unawanufaisha wapiganaji wa Twirwaneho wanaoshirikiana katika maeneo hayo na kundi la Red Tabara. Makundi haya yanatuhumiwa na baadhi ya vyanzo kuhusika katika mashambulizi dhidi ya raia wa Banyamulenge, ikiwemo kuchoma nyumba na kuua watu kwa madai ya kwamba watu hao wanaunga mkono serikali ya Kongo. Hatua hiyo ya madai ya usambazaji wa silaha kwa makundi ya wahasi wanaofanya operesheni karibu na mpaka wa Kongo na Burundi pia inatafsiriwa na baadhi ya wachambuzi kama ishara ya mvutano mpana wa kikanda. Wapo wanaodai kuwa hali hii inaweza kuathiri pia usalama wa Bujumbura kwa kuzingatia uwepo wa Red Tabara, kundi linalopinga serikali ya Burundi. Hadi sasa hakuna tamko rasmi lililotolewa na mamlaka za Rwanda kuhusu madai haya. Hali inaendelea kufuatiliwa huku wito ukitolewa kwa uchunguzi huru ili kubaini ukweli wa tuhuma hizo. Huku kwa upande mwingine, wataalamu wa Nations Unies ama Umoja wa Mataifa wameonya vikali kuhusu kile wanachokieleza kama msako wa kimfumo unaowalenga watetezi wa haki za kibinadamu katika maeneo yaliyo chini ya udhibiti wa M23 mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Katika taarifa yao ya hivi karibuni, wataalamu hao huru waliteuliwa na Baraza la Haki za Binadamu wanasema wamepokea taarifa zenye kuaminika zinazoashiria kuwepo kwa vitisho, manyanyaso, kukamatwa kiholela na hata utekaji au kutoweka kwa lazima kwa wanaharakati, wanachama wa asasi za kiraia pamoja na waandishi wa habari wanaoonekana kuwa wakosoaji wa harakati hiyo ya wahasi. Kwa mujibu wa wataalamu hao, mazingira hayo ya ukandamizaji yamewalazimu baadhi ya watetezi wa haki za binadamu kujificha au kukimbia maeneo husika kwa hofu ya kulipiziwa kisasi. Pia wameeleza kuwa uhuru wa msingi kama vile uhuru wa kujieleza na wa kujiunga na vyama au mashirika umewekewa vikwazo vikubwa katika maeneo yaliyoathiriwa na mzozo huo. Umoja wa Mataifa unazitaka pande zote zinazohusika kuhakikisha ulinzi wa raia na kuheshimu sheria za kimataifa za kibinadamu pamoja na viwango vya kimataifa vya haki za binadamu. Wataalamu hao wanasisitiza umuhimu wa kukomesha vitendo vya vitisho na kuhakikisha kuwepo kwa mazingira salama yatakayowawezesha watetezi wa haki za binadamu kutekeleza kazi yao ya kurekodi ukiukwaji na kuhimiza uwajibikaji. Kwa upande wao, M23 bado hawajatoa tamko rasmi kujibu tuhuma hizo. Wakati huo huo, hali ya usalama mashariki mwa nchi inaendelea kuwa tete, huku mvutano kati ya makundi yenye silaha na vikosi vya serikali ukiendelea kuwaathiri zaidi raia. Na kwa taarifa hii, mpenzi mtazamaji wa Kibenge TV, ndiko ambako tunakwenda kuweka nukta kwa awamu ya kwanza ya habari za matukio ya kila siku kwa yale yanayojiri na kuendelea katika nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tukutane kwa majaliwa kwa kuzidi kuhabarishana zaidi.